Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Waislamu, tupo katika ofisi ya Sheikh wa mkoa wa Mbeya, Sheikh Msafiri Ayasi Njeambaa. Leo hii Sheikh Msafiri ana taarifa maalum kwa Waislamu wa Mbeya, anataka kuitoa. Sheikh, tafadhali mashukura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala imamil haramain ash-sharifain محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أولي الميامين وبعد. Ndugu zangu Waislamu, ninayo furaha kubwa sana kuzungumza nanyi leo hii, nikiwa nimehanikizwa na furaha hiyo, ikiwa ni kuzungumzia jambo la kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tunavyofahamu sote, tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ndani yake imeshuka Qur'ani tukufu, mwezi ambao ndani yake kuna usiku wenye cheo kikubwa, usiku ambao una thamani kuliko miezi 1000, ambamo ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikishusha kitabu chake kitukufu, Qur'an tukufu, ambayo ndiyo mwongozo wetu sisi hapa duniani na kesho akhera inshallah. Ndugu zangu, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025, sawa na tarehe 8 mwezi Ramadhani 1446 Hijria, mwaka 1446 Hijria, kutafanyika mashindano makubwa sana ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'ani tukufu. Mashindano hayo ambayo yataandaliwa au yanaandaliwa na taasisi ya kina mama iliyopo hapa mkoani Mbeya, inayoitwa Ittihad Mamas, ambayo ipo chini ya taasisi kubwa ya Kiislamu inayoitwa Mridef, yatafanyika katika ukumbi wa Tugimbe. Mashindano hayo yameandaliwa na wakina mama hawa, ikiwa ni mahsus kwa ajili ya washiriki wa kike, kwa maana ya wanawake na mabinti wa Kiislamu. Mashindano hayo yatakuwa na washiriki wa kutoka hapa mkoani Mbeya na mikoa lukuki ndani ya Tanzania bara na Zanzibar. Miongoni mwa mikoa itakayoshiriki sambamba na mkoa wa Mbeya ni mkoa wa Iringa, Morogoro, Dar es Salaam na Dodoma. Na hali kadhalika, kama nilivyosema, watakuja washiriki kutoka upande wa pili wa Jamhuri yetu ya Tanzania, Zanzibar, watakuja kushiriki katika mashindano hayo. Wingi au idadi ya washiriki kutoka mikoa hiyo tofauti ni wazi inaonyesha namna gani ukubwa wa mashindano hayo utakavyokuwa. Ni wazi namna gani inaonyesha thamani na umuhimu wa Qur'ani ulivyofanyika na Qur'ani ilivyoenziwa. Hivyo basi, ndugu zangu, nikiwa kama Sheikh wa mkoa wa Mbeya, na wakaribisheni sana nyote kwa pamoja, Waislamu wote sehemu zote za mkoa wetu wa Mbeya na Waislamu wote kutoka mikoa mbalimbali ya jirani katika kanda hii ya Nyanda za Juu Kusini, hali kadhalika kutoka mikoa mingine ambayo itakuwa na washiriki kama Dar es Salaam, Dodoma, hata kutoka Zanzibar, tuweze kujumuika kwa pamoja, kwa sababu mimi pia nitakuwepo pale. Tujumuike kwa pamoja, tuweze kushuhudia vijana, kina mama na mabinti zetu wakisoma Qur'an tukufu. Lengo kubwa pia ikiwa ni sehemu ya uhamasishaji wa kuitukuza Qur'an tukufu, ambayo ndiyo kiongozi chetu cha maisha yetu yote ya kila siku, usiku na mchana. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu amelibainisha wazi kwamba pale ambapo tutaidharau au tutaikengeuka Qur'ani, basi tutakuwa na hasara kubwa. Mwenyezi Mungu anasema, man a'rada 'ani dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Yule atakaye idharau, yule ambaye ataikengeuka Qur'an tukufu, basi atakuwa na maisha ya hovyo. Sasa Mwenyezi Mungu hasemi jambo isipokuwa ni sahihi na ni la ukweli. Kwa hivyo, kama tunataka tuweze kuishi katika maisha yaliyokuwa mazuri, maisha ambayo yenye faida hapa duniani na kesho akhera, basi kwa pamoja
tushikamane na Qur'an tukufu kwa pamoja, tuongozane sote itakapofika tarehe 9 mwezi huu wa 3 2025 sawa na tarehe 8 mwezi wa Ramadhani 1446, tuongozane kuelekea ukumbi wa Tugimbe, na mashindano haya yatakuwa katika ukumbi mkubwa wa Tugimbe. Tugimbe ina kumbi nyingi pale. Tugimbe kama tunafahamu, ukumbi ule upo eneo la Mafiati. Sasa katika ukumbi wake mkubwa ule ndimo ambamo mashindano hayo yatafanyika. Ndugu zangu, nitoe mwito na niwakaribisheni nyote kwa pamoja tuweze kushikamana, tuweze kwenda huko, tuweze kutendea haki mwezi huu ambao ni mwezi wa Qur'ani. Basi tutendee haki kwa kuisoma sana Qur'ani, kuisikiliza Qur'ani na kutia hamasa kwa vizazi vyetu. Pale ambapo maadili yanaonekana yamemomonyoka ni kwamba watu kuisahau Qur'ani. Baada ya kuwasema hayo, naomba sana tena kwa mara nyingine tuweze kwenda katika mashindano hayo, na niwatakie kila la kheri waandaaji ili waweze kufanikisha mashindano hayo katika mwaka huu na miaka mingine ijayo insha Allah. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.